haya basi sasa nitawaambieni nitakalo litenda shamba langu la mizabibu. Praise the Lord. So staki, because the year 2026 ni mwaka ya fruitfulness. So tukiingia 2027, kama kile ambacho Mungu alikuwa anatarajia hata kipata, anasema kile atakachofanya. Usipozaa na okay, umezaa, praise the Lord, maana mwaka huu watu watazaa. Praise the Lord, watazaa because ni mwaka wa kuzaa. Lakini tofauti ni the fruit, ile matunda utakaotoa. Hiyo ndio Mungu atatugrade nayo, na atasema ya kwamba huyu nitamweka hapa, huyu nitafanya hivi. Lakini alipopata ile matunda mabaya, anasema sikieni vile nitakavyofanya. Anasema nitaondoa kitaru chake. Praise the Lord. Nitaondoa kitaru chake. Kitaru, it is the hedge, the fence. Praise the Lord. Biblia ya Kiingereza inasema nini? Inasema I am going to do to now I will tell you what I am going to do to my vineyard. I will take away its hedge. Praise the Lord. So si mwaka huu tujiangalie, ili mwaka next year Mungu asiseme mimi nitaondoa fence yangu. Praise the Lord. Ile ukuta, ile hedge, ile fence ambayo amekuwekea. Maana mwaka huu watu watalindwa. Kutakuwa na fence Mungu ametuwekea, akitarajia tuzae. Praise the Lord. Na unajua wakati ambapo mzabibu ulipokuwa unaelekea kuzaa, aliendelea kuweka security kubwa ili isije ikaibiwa. Praise the Lord. So anasema kile nitakachofanya ni kuondoa the fence. So it is my prayer the coming year Mungu asije akasema nitaondoa ukuta wangu au nitaondoa my fence juu ya huyu ndugu. Praise the Lord. So